sita Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, atafuatiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Daniel Siro. Tutamaliza na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kwanza kukushukuru wewe kwa kunipa fursa. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili naomba nitumie nafasi hii vile vile kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na sote kuwa hapa siku ya leo salama, lakini vile vile kutupa uhai wa kuweza kuwatumikia Watanzania, lakini vile vile binafsi kuwatumikia wananchi wa jimbo la Nzega mjini mpaka kufika siku ya leo. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii vile vile kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kunipa jukumu la kuendelea kuwatumikia Watanzania katika nafasi ya waziri wa kilimo. Nimshukuru vile vile naibu wangu na watendaji wote wa Wizara ya Kilimo kwa sapoti ambayo wamenipa kwa siku zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kuunga mkono hoja. Naiunga mkono hoja kwa sababu zipo sababu za kuunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti wa kamati ninayoongoza mimi, unayoongoza wewe, ambao mimi ni mjumbe wa kamati yako, na unafahamu tulikotoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2021-22 wakati Mheshimiwa Rais anahutubia bunge hili, bajeti ya Wizara ya Kilimo ilikuwa bilioni 294. Leo tumepitisha katika bunge hili bajeti ya zaidi ya trilioni 1.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya umwagiliaji ilikuwa bilioni 54. Mwaka huu tumepitisha bajeti ya bilioni zaidi ya 360 ya tume ya umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaingia hapa bungeni mwaka 2020-21, sote tunafahamu changamoto zilizokuwa zinakabili sekta ya kilimo. Ukuaji wa sekta ulikuwa 2.4 mpaka 2.7. Lengo tulilopewa na Mheshimiwa Rais kufika mwaka 2030 sekta hii ikue kwa 10%. Sasa hivi tuko 23-24 tumefika 4.2, 25-26 tutafika 5%. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati Mheshimiwa Rais anasoma hotuba hapa, mtandao wa umwagiliaji tuliojenga katika nchi hii kwa umri wa miaka 60 ulikuwa ni hekta 560,000. Leo tumefika hekta 960,340. Lengo tulilopewa na ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ni kufika hekta milioni 1.2. Hivi sasa serikali inayoongozwa na Dr. Samia inatekeleza jumla ya miradi 780 mipya yenye jumla ya hekta 560,000. Inatekeleza mabwawa 124 yako katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua hizi za awali, wakati miaka michache iliyopita 2021-22 export value ya nchi katika sekta ya kilimo ilikuwa ni bilioni 1.2. 23-24 tumefika bilioni 3.5 dola. Uzalishaji wa mazao ya chakula ilikuwa ni jumla ya tani milioni 17. Leo tani milioni 22. Mheshimiwa Mwenyekiti, 21-22 uzalishaji wetu wa zao la mahindi lilikuwa ni tani milioni 6.8. Leo tuna tani milioni 12. Ni mara mbili, na Tanzania sasa imeingia among top 3 za uzalishaji wa mahindi katika Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inayoongozwa na Dr. Samia katika kipindi cha miaka hii minne imechukua hatua za kumpunguzia mkulima mdogo gharama za uzalishaji. Serikali hii imeanzisha skimu kubwa ya ruzuku ya mbolea. Bunge hili, Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge wote, mnafahamu kwa kiwango gani tulilalamika kwa muda mrefu juu ya swala la wakulima wadogo kupunguziwa gharama za uzalishaji. Na naomba nizitaje skimu za ruzuku zinazotekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, 21-22 matumizi ya mbolea ya nchi yalikuwa ni tani 360,000.
msimu wa 23 na 24 matumizi ya mbolea yamefika tani 860,000 na wala hayajaongezeka kwa bahati mbaya, kwa sababu serikali imetumia zaidi ya bilioni 700 kusupport scheme za kutoa ruzuku ya mbolea kwa kipindi cha miaka mitatu. Lakini serikali hii haijaishia hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali ilirudisha skimu ya kutoa pembejeo bure kwa zao la korosho. Uzalishaji wa korosho ulianguka mpaka tani 180,000. Msimu uliopita korosho imefika tani 526,000 na ruzuku iliyotolewa kwa kipindi cha miaka minne ina thamani ya shilingi bilioni 556. Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la pamba mwaka 2020 lilikuwa uzalishaji wake ni tani 120,000. Mwaka huu nchi hii inaenda kuvunja rekodi kama ilivyovunja rekodi ya zao la korosho. Tunaenda kuzalisha jumla ya tani 400,000, marobota zaidi ya 800,000 ambayo hatujawahi kuyapata toka nchi hii imepata uhuru. Na sababu ni moja, serikali inayoongozwa na Dr. Samia kwa miaka mitatu imewapa wakulima wa pamba ruzuku ya mbegu bure, viuatilifu bure, vinyunyuzi bure vyenye thamani ya shilingi bilioni 325. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2021 uzalishaji wetu wa tumbaku ulikuwa ni tani 56,000 na Tanzania ilikuwa katika kundi linaloitwa others, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hatumo, tunaitwa na wengineo. Sasa hivi mwaka huu soko linaloendelea uzalishaji wetu umefika tani 160,000 na Tanzania ni nchi ya pili kwa uzalishaji wa tumbaku barani Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali hii haijaishia hapo. Ndani ya bunge hili, waheshimiwa wabunge, mlisema sana juu ya kuhakikisha tunaanza kuchukua hatua ya mechanization, ruzuku kwenye zana za kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu nchi yetu imekuwa ikihubiri na kuwaambia wakulima wadogo wenye eka 2 wanunue trekta la milioni 70, milioni 100, jambo ambalo haliwezekani. Serikali inayoongozwa na Dr. Samia imeanza kutekeleza skimu kubwa ya ugawaji wa kutoa ruzuku za matrekta. Jumla ya matrekta 10,000 na vituo 1,000 vimeanza kujengwa katika nchi hii. Na matrekta haya yako kwenye maeneo gani? Kwenye pamba, serikali imegawa jumla ya matrekta 350 na wakulima wanalimiwa kwa bei ya ruzuku ya shilingi 35,000 kwa ekari. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nitaka niliseme kidogo ni eneo la utafiti na uzalishaji wa mbegu. Mwaka 2021 uzalishaji wetu wa mbegu wa ndani ulikuwa ni tani 35,000. Leo nchi yetu inazalisha jumla ya tani 76,000. Na kati ya kampuni zote 30 zinazouza mbegu nchi hii, kwa mara ya kwanza tuna kampuni 24 za Watanzania. Serikali hii haijaishia hapo. Mashamba yote ya serikali wamepewa local companies kwa ajili ya kuzalisha mbegu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hilo la utafiti, serikali inayoongozwa na Dr. Samia, Mheshimiwa Mwenyekiti, na duniani sasa hivi teknolojia inabadilika. Bunge hili lilihoji sana juu ya swala la mbegu za asili. Tayari serikali imeshasafisha jumla ya variety 330 na zimeshatangazwa na zimeanza kufanyiwa uzalishaji. Lakini hatujaishia hapo. Serikali imeanza kujenga gene bank kwa ajili ya kuhifadhi mbegu zetu katika taifa hili. Haijaishia hapo. Serikali imeanza kujenga bioscience center kubwa Afrika, inaanza kujengwa pale Morogoro. Na kwa nini serikali inajenga bioscience? Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kukimbia teknolojia kwenye hasa maeneo ya uzalishaji wa mbegu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatujaishia hapo. Serikali inayoongozwa na Dr. Samia inatoa ruzuku ya mbegu, inatoa ruzuku ya mbolea, inatoa ruzuku ya viuatilifu, lakini wakulima wadogo wametengenezewa mfumo wa ruzuku kwenye kuuza mazao. NFRA, uhifadhi kwa kipindi chote toka tunapata uhuru, uwezo wetu wa kuhifadhi ulikuwa ni tani 250,000. Sasa tumefika tani 770,000 na serikali imeendelea kununua mazao ya wakulima kwa bei ya ruzuku.
kila mwaka mkulima wanapovuna mahindi bei huwa inaanguka 250, 300. Wakulima wa mahindi wanajua. Serikali inaongeza bei 500 mpaka 700. Mwaka huu tumenunua kwa wastani wa shilingi 700 wakati soko lilikuwa limeanguka mpaka shilingi 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nitaka niliongelee ni eneo la ugani. Maafisa ugani kwenye historia ya nchi yetu wamekuwa wakilaumiwa kwa muda mrefu, lakini serikali ya Dr. Samia imechukua hatua gani? Hatua ya kwanza, tuliwapatia vitendea kazi pikipiki 6800. Maafisa ugani kilimo wote wana pikipiki sasa hivi. Lakini hatua ya pili, serikali imenunua vifaa vya kupimia afya ya udongo ambazo halmashauri zote za uzalishaji wamepewa vifaa vya kupimia afya ya udongo, na huduma hii ni ya bure kwa wakulima. Lakini hatua ya tatu, maafisa kilimo wamenunuliwa magari 140 kwa jumla ili wapate vitendea kazi na waweze kuwatembelea, na tayari magari yameshaanza kusambazwa katika baadhi ya maeneo. Lakini haijaishia hapo, serikali imekamilisha mchakato wa kuanzisha wakala wa ugani wa taifa, na hilo lilikuwa ni kilio cha bunge lako tukufu na Watanzania katika eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua ingine ni ushirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali, mnakumbuka sote, swala la ushirika lilikuwa ni kilio na bado changamoto zipo, lakini serikali imechukua hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezindua benki ya ushirika ya kwanza katika nchi yetu na serikali imewekeza, na benki hii imeanza ikiwa na matawi 4 lakini na mawakala 50 katika nchi yetu na mtaji wa bilioni 58. Lakini hatua ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza mikopo kwenye sekta ya kilimo imefikia trilioni 4 katika nchi yetu. Hii ni hatua kubwa sana katika mabadiliko yanayofanyika katika eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wetu wa kahawa tumetoka tani 50,000 sasa tuko tani 85,000 na serikali inagawa miche bure inawapelekea wakulima. Parachichi sasa hivi nchi yetu ni wazalishaji wa 3 Afrika baada ya Kenya na South Africa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua hizi zote ambazo zimechukuliwa na serikali ni kwa sababu ya hatua moja tu, hatua mbili tu. Moja ni political will, lakini hatua ya pili ni serikali kutoa public fund na kuwekeza. Nitumie bunge lako tukufu kumshukuru sana Mheshimiwa Rais katika hatua hii, lakini niishukuru sana Wizara ya Fedha, namshukuru sana Mwigulu, namshukuru sana yeye na naibu wake waziri na wataalamu wote wa Wizara ya Fedha, lakini wamekuwa flexible Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kubadilisha tax measures. Sasa hivi mtaona katika finance bill inayokuja incentive kwenye cotton, tumetoa incentive kwenye tobacco, tunatoa incentive kwenye mafuta ya kula. Hizi zote ni hatua zinazochukuliwa na serikali ili kumhakikishia mkulima kuweza kupiga hatua inayotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona umewasha taa, nimalizie. Malizia, kilimo ni jambo kubwa sana. Tu la mwisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu liko dominated na smallholder farm, wakulima wadogo. Wakulima wadogo hawawezi kupiga hatua, na nimshukuru ndugu yangu Kitila, vision itakayokuja hapa imeaccommodate sana namna ya kumlinda mkulima mdogo na kumkuza. Njia pekee ya kumwezesha mkulima mdogo ni hatua hizi zinazochukuliwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na huu ndio msingi wa chama hiki. Nikishukuru sana chama kwenye ilani iliyopita na ilani mpya tuliyoipitisha kuendelea kukipa sekta ya kilimo uimara na msisitizo mkubwa kwa ajili ya kuwaondoa Watanzania kwenye umaskini. Tusipoelekea na mwelekeo huu, hatuwezi kuwaondoa watu katika umaskini katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Nimshukuru Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Spika, naibu Spika na bunge lako tukufu. Mwisho niwashukuru wananchi wa jimbo la Nzega. Inshallah tarehe 28 tutakuwa wote, tutakutana fieldi ili tuweze kuendelea na siasa na demokrasia ya chama chetu. Nishukuru kamati ya bajeti sana, namshukuru mwenyekiti Njeza na kamati nzima ya bajeti kwa engagement inayoendelea ambayo tumekuwa nayo siku zote. Nawashukuru sana wabunge kwa support ambayo mmetupa. Leo tunaanza kutekeleza mradi wa Ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitangazie bunge lako tukufu Ziwa Victoria na Lake Tanganyika. Usanifu umeshatangazwa, tenda imeshafunguliwa. Sasa hivi wanamtafuta mshauri mwelekezi. Mradi huu utatekelezwa katika mikoa 7
wilaya 69, vijiji 900, jumla ya hekta 1,300,000. Tumeshapata mkandarasi Bugwema, tumeshapata mkandarasi Rufiji Basin hekta 67,000, tumeshapata mkandarasi Mtongono ambayo imekuwa ni kilio cha muda mrefu cha wabunge wa ziwa wanaotoka Kagera. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuruni sana, asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe. Ni kuachiachia